ni mpaka kuwe na sababu ya mwanaume kuwahi. Akina mama, wekeni sababu za wanaume kuja nyumbani mapema. Na hiyo sababu leo tunaisimika katika madhabahu haya. Na kuanzia sasa nenda kafanye hivyo. Yaani umfanye akikaa huko giza lisiingie. Airishe kazi kwa ajili yako. Maana nyumbani kuna baraka. Hata fungua tena mlango mwenyewe, maana kutakuwa na mtu wa kufungua. Na sio mwingine, ni wewe. Mume wako anafunguliwa na vitu wa kazi nyumba, mlango. Wewe hazipo siku nyingi sana. Usikubali apokelewe na mtoto. Jamani. Hata makahaba wanatuzidi. Hata makahaba wanawazidi wanandoa. Sasa si ni aibu kwenda kuchukua kozi kwa makahaba? Kwamba eti mjifunze namna ya kupokea mwanaume, ya kumpokea, ya kumhudumia, ya kumpelekea maji, ya kumtia moyo. Wanaume wanahitaji kutiwa moyo. Wakati mwingine hata kuoga kuhusu. Wanaume kichoka kuoga hawezi kwa taarifa yako. Hata kama una hamu ya kuoga, nenda ukamtie moyo. Tusizidiwe na makahaba. Ndio maana wanachukua waume zetu. Kwa taarifa yenu, wanachukua kwa sababu lijamaa likiingiaga mara moja network zote zinavunjika. Masikati. Tengeneza mahusiano mazuri na mume wako. Mfanye akupende, akujali, akuthamini. Weka mazingira conducive ya wewe mwenyewe, ya chakula, ya bafuni, ya kitanda. Yaani weka, akina mama wekeni mazingira mazuri yanayonukia. Wewe umeshaacha kunyonyesha muda mrefu, lakini kuna nyonyo za watoto zinanuka. Tengeneza mazingira mazuri. Oga vizuri, jipake mafuta kama hanunuaji. Oga hata mchai. Ni walo na leo. Ili wala tu wewe unatoa. Oga na maji ya mchai. Akutane na manukato ya mchai huko ndani. Jiweke katika mazingira ya kuwa attractive, ya kupendeka, ya kuhitajika, ya kujaliwa. Yaani usikae kiasara. Nguo za kulala nani kwambia gauni la jinsi linalaliwa. Gauni ile kubwa alafu kama katani, yaani inaparuza. Kwa nini nakuleta ajali kitandani? Naomba wale wanaohusika na mambo ya afya, leteni nguo za kulalia, watu waone. Nguo za kulalia zenyewe ni kama ngozi, yaani akigusa anaona ni ngozi au ni nguo, yaani zenyewe zinatelezea huko mwilini. Uwe na sababu ya kumfanya network isikae vizuri, yaani isiende mbali. Iwe ina search kila wakati hapo. Tianeni Mungu. Linde ndoa yako. Baba na Mungu wangu. Hawa akina mama wamekuja, waume zao hapo. Inawezekana mara ya mwisho alimpokea mume wake wakati walipoana siku ya kwanza na pili na tatu. Baada ya hapo hajawahi kumpokea, mlango anajifungulia. Chakula anaikuta sebuleni, anaambiwa yuko kwenye hotpot. Na maskini wa watu, akifika chakula kinamwangalia yeye mwenyewe tu hapo, hana hata hamu ya kula. Hali inakuwa mbaya. Mama huyu kitandani amelala. Maji ya kuoga, mtu wa Mungu anaenda kuyafuata mwenyewe. Yesu, leo ninakuomba kwa ajili ya hawa akina mama waliosimama mbele za uso wako, ambao wanajua cha kufanya na sasa wengine wanafanya. Wape maarifa mengi ya kufanya zaidi. Kama wale akina baba walikuwa hawajaona miujiza, baada ya maombi ya siku ya leo, hawa akina mama walioko hapa na wale waliokaa huko wakabadilishe ndoa zao, ili wanaume kila wakati wawe na kielele ya kurudi nyumbani. Na usiondoke haraka, yaani awe anaenda alafu anarudi tena. Anaenda anarudi, yaani kama kuna kitu amesahau, kumbe anahitaji tu kumkumbatia na kumpiga busu arudi huko kazini kwake. Watendee miujiza. Mapenzi ya kweli ya kimbingu yakaonekana katika ndoa za Kikristo, hususan ndoa za Kiadventista ambazo leo ziko mbele za uso. Hawa akina mama wape akili, wasizidiwe na makahaba wanaoiba waume zao. Wawe na mawazo
ambayo ni mazuri, akili nzuri, hekima nzuri kama ile ya Abigaili, ambaye mume wake alikuwa pumbavu, ila yeye alikuwa na akili sana. Yule mwanamke alikuwa na akili. Wafanye hao wanawake kuwa na akili kumzidi Abigaili, ili wawalinde waume zao na kuwatunza kwa jina la Yesu. Amen. Bwana wabariki.